Na mtazamaji wa Salfix Media na mfuatiliaji wetu, leo sisi tuko hapa jijini Dodoma, maeneo ya Nong'ona kwa ajili ya mhitimu kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma ambaye anasumbuliwa na matatizo ya figo zote mbili kushindwa kufanya kazi vizuri. Sasa Salfix Media tumeamua ipo haja ya sisi kufika eneo hili kwa sababu kama media lengo letu kugusa jamii na kujua yale yote yanayoendelea ndani ya jamii. Baki nami mpaka mwisho kwa kujua na kuweza kumchangia mtu huyu. Mimi naitwa Leila Bakari, nyuma ya kamera ni Brother Mario Official na hii ni Salfix Media. Habari yako? Salama. Unaitwa nani? Naitwa Costa Rajabu Kipara. Costa Rajabu Kipara. Mpaka kufika hapa sisi Salfix Media tumetambulishwa kwamba wewe ni mhitimu wa Chuo Kikuu cha Dodoma. Sasa tunataka kufahamu, kusikia kutoka kwako. Ulimaliza mwaka gani? Ulisoma kozi gani? Tunataka kufahamu hilo. Sawa, mimi nimesoma Chuo Kikuu cha Dodoma. Ndio. UDOM kuanzia mwaka 2021 mpaka 2025. Nilikuwa nachukua kozi ya Bachelor of Science with the ICT. Ndio. Ambapo ilibidi nisome miaka mitatu, lakini kulingana na changamoto ya afya ikabidi nisome miaka 4. Kwa sababu kuna kozi moja nilipostpone kwa sababu walikuwa wananifanyia operation kwenye huu mkono huu. Ndio. Kwa hiyo nimesoma miaka 4 kutokana na changamoto ya afya. Ulitambua vipi kama wewe una hii changamoto? Chanzo ama dalili za awali zilitokea wapi? Na zilitokea ukiwa chuoni ama ukiwa nyumbani? Dalili zilitokea nilipokuwa nipo nyumbani. Kwa sababu nilianza kuumwa hii changamoto ya figo ilinikuta nikiwa nafanya field ya mwaka wa pili. Sasa baada kwa nimeenda kule kufanya field, maana yake sasa nikawa nimepata changamoto hii ya figo. Kwa maana yake nikawa naamka asubuhi uso umevimba, miguu imevimba, muda mwingine nashindwa kupumua vizuri. Kwa hiyo sasa nilipopelekwa hospitalini nikaambiwa kwamba nina changamoto ya figo kufeli. Baada ya kuona hiyo changamoto kwamba naamka asubuhi hivyo nimevimba, ikabidi sasa nipelekwe hospitali kwa sababu kuna siku ilitokea nilishindwa kabisa kupumua vizuri. Ndio. Kwa hiyo nikapelekwa hospitali, yani niko hoi sana. Kwa hiyo nilipofika hospitalini wakanipa ile oksijeni ya kupumulia. Baadaye sasa walipofanya vipimo wao ndo wakasema kwamba nina shida ya figo moja kwa moja, ya figo kufeli yani. Ndio. Kwa hiyo mimi kama mimi niligundua kwamba nina shida hii kutokana na hao madaktari walijiridhisha kwa vipimo walivyovifanya. Tangu kugundua kwa hizo dalili na ugonjwa kamili kufahamika, matibabu yalianza ukiwa nyumbani au matibabu yalianzia ulihamishwa kutoka eneo moja kwenda eneo jingine? Matibabu yani nilipokuwa nyumbani pale, maana hospitali za kule nyumbani Kigoma, pale hospitali ya wilaya walisema kwamba inabidi nipewe rufaa ya kwenda Muhimbili. Kwa hiyo sasa kule Muhimbili ndo wao walisuggest kwamba inabidi nianze matibabu sasa ya dialysis. Kwa sababu kule hospitali ya wilaya ya Kasulu ilikuwa haina hiyo huduma yani ya kuchuja damu. Na kutokana na hali ya uchumi sasa ndo ikabidi nisubiri mpaka tufungue chuo kwa sababu nilikuwa bima ya ile ya chuo ilikuwa imesitishiwa huduma. Kwa hiyo tulipofungua pale chuo ilikuwa ndo nimeanza mwaka ule wa 3, ilikuwa mwezi wa 12 2023. Nikaanza matibabu ya uchujaji wa damu kwa kutumia ile bima ya wanafunzi. Ndio. Na gharama kwa upande wako ulizipokeaje kwa mara ya kwanza kulingana na kipato cha wazazi? Je, walilipokea kwa mikono miwili au kwao iliwawe vigumu kwenye kuanza matibabu yako? Kwa sababu gharama za matibabu zilikuwa kubwa sana. Ndiyo. Kwa sababu
unavyoanza kwa mara ya kwanza inabidi ufanyiwe uchujaji mara 3 kwa mfululizo. Na gharama zake si chini ya 250,000 kila moja. Na kuna kifaa unawekewa hapa shingoni ambacho na chenyewe gharama yake yani sio chini ya 400,000. Ndio. Kwa hiyo sasa ikawa ni ngumu kupata hiyo fedha kwa haraka, na unavyojua sasa yani ugonjwa wenyewe haunaga taarifa kwamba eti usubiri siyo uwe umejipanga. Yani wenyewe tu ukisha kuja umekuja, hauangalii. Kwa hiyo sasa wazazi wakashindwa gharama, ikabidi tu nirudi kwanza nyumbani nisubiri mpaka chuo kifunguliwe. Tulivyofungua chuo ndo nilivyoripoti pale chuoni, japo hali yangu ilikuwa yani bado ni mbaya kabisa. Ikabidi sasa nikawa tena nimezidiwa, nikapelekwa hospitali ya Benjamin Mkapa. Ndio. Pale nao madaktari bingwa pale wakawa wamesema kwamba inabidi nianze matibabu ya uchujaji damu haraka sana. Kwa hiyo sasa kutokana na bima ile ya chuo nilikuwa nimeshakatiwa, nimeshaifungua, ndipo nikaanza matibabu. Sasa tungependa kufahamu hivi wazazi wanafanya shughuli gani ambayo yani ni kama shughuli inawafanya waweze kuishi kila siku, kazi na maanisha, na kuweza kushughulikia matibabu yote hizo, kuweza kulipia gharama na nini. Tungependa kufahamu. Sawa, mimi wazazi wangu baba na mama wapo, lakini shughuli wanazozifanya yani ni wakulima, yani wa kawaida, yani wale wadogo. Wanafanya kilimo tu kile ambacho yani kwamba yani wapate chakula na mahitaji madogo, yani kiasi kwamba hawawezi wakanilipia gharama za matibabu. Na hata hivyo nimekuwa yani nikitegemea yani matibabu kwa kutumia ile bima ya chuo niliyokuwa natumia. Sasa kwa sasa hivi nimeshamaliza chuo, ile bima imeshaisha. Sasa wazazi wamewezaje kukuruhusu hali ya kuwa wewe tayari ni mhitimu? Na kwa kawaida wahitimu wanapomaliza chuo, yani wanafunzi wanapomaliza chuo inawalazimu kurudi walikotoka, majumbani kwao, ama kama wengine wameshajitegemea, ila mzazi anakuwa anafahamu. Sasa ili kwako imekuwaje mpaka mzazi ameweza kukuruhusu wewe kuwa nje nao hali ya kuwa ukiwa mgonjwa? Ni kweli, kwa sababu kulingana na hali ya uchumi ya kule wazazi kule, manake kupata tu hela yani ya kutoka kule nyumbani mpaka kuja huku Dodoma. Wanaona yani ni kubwa, kwa sababu hawawezi yani kuipata kwa haraka. Kwa hiyo kwa sababu kama hiyo, manake sasa wao yani wanakuwa wanaona ni bora hiyo hela ambayo wanakuwa wanaipata wao wananitumia kwa ajili ya matumizi yangu. Ndio. Kwa hiyo sasa inakuwa yani ni changamoto wao kuja huku. Na kitu kingine pia, kwa sababu kuanzia mwaka jana ile mwezi wa 9 ile bima niliyokuwa natumia iliisha. Kwa hiyo sasa ikabidi niombe usaidizi kutoka kwenye hospitali ya Benjamin Mkapa kupitia kitengo cha ustawi wa jamii. Ndio wakawa wananilipia dialysis 1 kwa wiki. Ambapo sasa manake hiyo exemption, manake kwa kule nyumbani inaweza kuwa ngumu, kwa sababu kule hawanifahamu, nani nimeanza kutibiwa hapa Benjamin Mkapa. Na kwa kuanza matibabu yako mpaka sasa hivi ushatembea vituo vingapi ama hospitali ngapi? Kwanza mwanzo wa ugonjwa, matibabu ulipoanza mpaka hivi sasa umetembea kwenye hospitali ngapi? Hospitali nilizotembea, kwanza kuna zahanati ya kule nyumbani kabisa kijijini kwetu. Kuna hospitali ya wilaya ya Kasulu, inaitwa Mlimani. Kuna hospitali inaitwa Kabanga ya rufaa kule nyumbani wilayani Kasulu. Lakini pia kuna hospitali ya taifa ya Muhimbili. Na hapa Benjamin Mkapa ambapo ndo nimeanzia matibabu ya uchujaji wa damu. Kama ulivyosema awali kwamba wazazi kipato chao ni kigumu sana. Mpaka sasa hivi ni taasisi ngapi au ni watu wangapi ambao wamekushika mkono? Tungependa kufahamu kwa nini. Mpaka sasa hivi
wapo watu ambao nimejaribu kuwashirikisha hili jambo, wameweza kunisaidia, wengine walikuwa wananichangia, wengine wanaahidi. Lakini sasa kulingana na gharama kwamba ni kubwa, bado kiwango yani kinachotakiwa yani sijafanikiwa. Mfano kama bima ya afya inabidi nipate bima ambayo itakuwa inaweza kulipia dialysis, ambapo bima ya afya yenyewe kifurushi chake ni 2,250,000. Na watu ambao wamenichangia kweli wamenichangia, lakini bado hata yani bima ya afya sijaweza kupata. Na inabidi nifanyiwe tena operation kwenye huu mkono kwa ajili ya kurekebisha huu mshipa, ambapo walisema kwamba gharama yake ni 3,500,000. Sawa. Hapo uvimbe ulipotokea hapo kwenye mshipa, yani chanzo kikubwa cha kutokea kuwa hivi ni nini? Chanzo kikubwa maana yake ninavyoenda hospitali, huu mshipa ndio ambao wanatumia kwa ajili ya kuchujia damu. Maana yake wanaingiza sindano huku na huku. Kwa damu inatoka huku, inavyochujwa inarudishwa huku. Inarudishwa mwilini. Kwa hiyo sasa kadri unavyoendelea kufanya matibabu, manake sasa huu ni mwili. Unavyozidi kufanya matibabu, huu mshipa unakuwa unaongezeka. Kwa hiyo sasa unavyozidi kuongezeka inabidi waurekebishe, kwa sababu utakavozidi kuongezeka sasa manake utasababisha yani kupasuka baadaye. Ambapo sasa inaweza kuwa hatari sana yani kwenye afya yangu, manake inaweza kanisababishia hata kupoteza maisha. Sababu damu zitatoka sana kwa sababu pressure yake ni kubwa. Unaweza ukasikiliza hata wewe jinsi damu inavyopita hapa. Pressure yake ni kubwa sana. Pole sana. Asante sana. Sasa tukirudi kwenye gharama za matibabu, mpaka sasa umesema unahitaji bima. Ndio. Lakini pia unahitaji kufanyia operation kwa ajili ya kurekebisha hapo. Gharama za kurekebisha hapo, kufanyia operation ili kuacha ile risk ya kupasuka hapo na kusababisha kuvuja kwa damu nyingi sana. Gharama yake hapo operation ni kama kiasi gani? Gharama ya operation ni 3,500,000. 3,500,000. Na bima? Bima ni 2,250,000. 2,250,000. Sasa tungependa pia kufahamu kipindi ambacho bima labda ikatokea watu wakakufadhili, watu wakachangia, ikafikia iko kiwango, huwa inaanza kutumika hapo hapo au kuna awamu labda mpaka muda fulani ndio inakuwa inaweza kutumika? Yani ile bima ya kifurushi inayolipia hii huduma, maana yake walisema kwamba yani ukiikata maana yake unakaa kwanza mwezi mmoja bila kuitumia. Kwa wanasema kwamba ukiikata utasubiri baada ya mwezi mmoja ndipo utaanza kupata huduma kutokana na hiyo bima. Ndio. Na mpaka sasa hivi hospitalini, maana awali ulizungumza kuna ustawi wa jamii, kuna department pale ustawi wa jamii Benjamin Mkapa hospitali wanakupa usaidizi kwenye dialysis. Na je, hiyo huduma inakuwa endelevu? Wewe unachangia kiasi na wao wanachangia kiasi, au wao walitoa ofa ya miezi kadhaa? Wao waliniambia kwamba watakuwa wananisaidia kunilipia hiyo dialysis moja. Lakini sasa nilivyoenda kwenye matibabu kule Jumamosi ya wiki iliyopita, maana yake waliniambia kwamba inabidi nifanye utaratibu wa kupata bima haraka iwezekanavyo, kwa sababu wanapata hasara sana, yani wanavyonilipia hiyo gharama ni kubwa. Kwa hiyo ukipiga hesabu kuanzia ule mwaka jana mwezi wa 9 mpaka sasa hivi unaweza kuona gharama ambazo wametumia 250,000 kila wiki. Kwa hiyo sasa
Kwa hiyo sasa mpaka sasa hivi wakasema kwamba ofa yao sasa wanatoa mwisho ni mwezi huu. Kwa hiyo sasa huu mwezi ukishaisha, maana yake inabidi niangalie utaratibu mwingine, na kwa mimi yani hapa sina uwezo. Ndio maana ninaomba yani usaidizi mpaka sasa. Kwa hivyo kwenye usaidizi wa Tanzania watakao kuangalia wajue kwamba kwa wakati huu unahitaji kufanyiwa operation ambayo inagharimu kama shilingi 3,500,000, lakini kuna bima ambayo itasaidia, itarahisisha matibabu ya dialysis ambayo inagharimu shilingi 2,200,400. Lakini pia kipindi ambacho unasubiri bima iweze kuruhusu matibabu yaanze, huo mwezi mmoja pia unahitaji usaidizi wa kiasi kadhaa kwa ajili ya kufanyia dialysis. Sawa. Na kitu kingine hasa umezungumza kwenye swala la wazazi kukuchangia chochote kitu kwa ajili ya kuweza kuishi huku. Na je, unadhani gharama ambazo wanakuwa wanatuma zinakidhi mahitaji ya matumizi kila siku kama chakula na akiba, au kuna wakati unafika unaishiwa kabisa? Kwa mazingira ya wazazi kule nyumbani, yani kusema ukweli yani hali sio nzuri, yani kusema kwamba napata mahitaji ambavyo kama inavyohitajika. Yani kipato chao ni kidogo sana. Kwa hiyo yani kuna wakati unafikia mpaka mwenyewe yani hata hela ya chakula inakosa. Kwa hiyo inabidi niende niombe, niazime kwa wanaouza chakula, ndio wananiazima. Labda wakifanikiwa wazazi kunitumia hela, ndio ninawarudishia hela yao. Kwa hiyo sasa yani kwa mazingira kama hayo yani kipato ni kidogo sana yani. Kwa hivyo pia unawaambia Watanzania kwamba ipo haja ya wao kukuchangia kwenye huduma yako ya kila siku, matumizi yako ya kila siku kama chakula na vitu vingine vidogo vidogo. Kabisa yani. Chakula na hata pia nguo. Kwa inakuwa yani ni changamoto kwangu yani. Hivi kwani wewe mmezaliwa watoto wangapi kwenye familia yenu, na wewe ni wangapi kuzaliwa? Sisi tumezaliwa watoto 9. Ndio. Na mimi ni wa kwanza. Kwa hiyo wewe ndo tegemezi wa familia? Mimi ndo yani tegemezi, na mimi ndo wa kwanza yani kufika hata chuo kikuu. Ndio. Na hao wote ambao wanakufuatia bado wako nyuma sana kwenye level ya elimu, au wapo ambao angalau wamekaribia kufika chuo? Wengi wapo nyuma. Wengi wapo nyuma, bado hawajafika. Kwa mfano anayekufuatia, yeye yupo level gani? Naye nifuatia yeye hakufanikiwa yani kuendelea na shule. Wapo tu ambao mmoja ndo amemaliza ndo anaingia chuo sasa hivi. Chuo cha kawaida lakini. Ndio. Kwa familia zetu za Kitanzania, Firstborn siku zote huwa anatazamwa kama mtu ambaye msaada mkubwa kwenye familia. Na wewe ni msomi wa chuo kikuu, una degree yako. Na je, kwa matibabu yanavyoendelea ama watu wakikushika mkono wewe kuweza kufika hali nzuri ya kiafya, unadhani unaweza ukafanya shughuli yoyote, au kwa sasa hivi hauwezi kabisa kufanya kazi yoyote? Kwa sasa hivi kulingana na hali ya afya inavyoenda, yani siwezi kufanya kazi yoyote, lakini nikipata matibabu kabisa kama ilivyoshauriwa, naamini hali yangu itakuwa tu vizuri na nitafanya kazi vizuri tu kama kawaida. Na hata hivyo kusema kwamba eti niwategemee wazazi ni kwa sababu ya hii changamoto kwamba nafanya mara moja kwa wiki matibabu, ambapo inabidi nipate matibabu mara 3. Kwa hiyo ninachoka sana, yani siwezi kufanya kitu chochote. Yani inafika wakati yani hata kulala siwezi kulala, siwezi kula. Kwa hiyo kwa mazingira kama hayo, kama mtu unafikia wakati hawezi ukala, hawezi ukalala,
manake hata kazi hawezi pia kufanya. Ndiyo. Sasa kitu kingine hasa tungependa kufahamu, je, ikatokea Watanzania wengine wakaamua kukushika mkono wakavuka yani mpaka kutoka kwenye dialysis labda wakaamua kukuchangia ili pengine uweze kusafirishwa hata ukafanyiwa upandikizaji wa figo. Je, hilo kwako utalipokeaje au unaona haiwezekani kufanyiwa kitu kama hiko? Hilo nitalipokea tu vizuri kwa sababu ambacho mimi ninahitaji ni afya yangu irudi tu kuwa vizuri. Kwa hiyo sasa yani kama kutakuwa na watu ambao wataguswa, mimi naomba tu yani wanisaidie. Kwa sababu yani kwa sasa napitia changamoto sana. Kwa sababu mpaka sasa hivi nina muda kama miaka 3 sijarudi tena nyumbani. Kwa sababu ya hii changamoto, sifanyi kazi yoyote. Yani mimi ni mtu wa kutegemea yani kusaidiwa. Kwa hiyo yani kama kutakuwa na namna yani kama hivyo mtu labda Mungu akamgusa. Kwa sababu unajua haya maisha bana, haya maisha yani changamoto zipo, na kama ukiona kama hivi mimi ninavyopitia changamoto ukawa yani ukaguswa, yani ukifanya yani ni baraka zaidi kwa Mungu. Mungu atakuzidishia. Sasa hebu waambie Watanzania ni kitu gani hasa unatamani kutoka kwao, ambapo wakati huu wanakutazama kama mhitimu, kama tegemezi wa familia, kama mtu ambaye mwenye taaluma yake ambaye anaweza kufanya kazi yoyote. Wewe unalipi la kuwaambia Watanzania? Wakushike mkono kwenye kipi? Wakusaidie kwenye jambo gani? Ama wakuwezeshe kufanya nini? Waambie neno moja ama kauli moja ama sentensi moja wewe itoke kwako kwamba mimi Watanzania naombeni nisaidie hiki na hiki na hiki. Ujumbe wako kwa Watanzania. Asante. Kwanza naomba kwanza nipate msaada kwa ajili ya kukata bima ya afya. Alafu pia nipate tena msaada kwa ajili ya kufanyiwa hii operation ya huu mkono, kwa sababu huu mkono yani ni kitu ambacho kinanipa mawazo sana, kwa sababu sina uwezo yani wa kusema kwamba naweza nikajilipia. Lakini pia kitokea pia ni mtu labda akaguswa labda pesa tena kwa ajili labda hayo matibabu ya dialysis ambayo nitakuwa ninafanya, kwa sababu bima itakusitishiwa, yani itakuwa haifanyi kazi ndani ya mwezi mmoja. Kwamba nitasubiri kwanza. Lakini pia ikiwezekana nifanye pia upandikizaji. Ndio. Kwa hiyo hayo ndio maombi yako makuu kwa Watanzania? Kabisa. Basi sawa, sisi Selfix Media tumefika hapa Nong'ona kwa ajili yako na kwa ajili ya kuonyesha Watanzania kwamba kuna nguvu ya taifa, nguvu kazi ya taifa. Mtu msomi mwenye elimu yake ambaye kwa wakati huu ana matatizo, lakini ikitokea tukamshika mkono akafanikisha matibabu ama angalau akawa na uhakika wa kufanya matibabu mara 2 au mara 3 kwa wiki, anaweza akafanya shughuli zake na kuongeza pale ambapo pana uzito kwenye familia, kwenda kutatua matatizo, lakini pia kuongeza nguvu kazi ya taifa. Kwa hiyo sisi Selfix Media tuko nawe bega kwa bega na tutahakikisha watu wanajitoa. Tutafanya harambee kupitia mitandao ya kijamii, tutaweka namba za simu pale, ama kama una account ya benki tutaweka pale ili kwa watakaoguswa waweze kuchangia. Ili kuweza kufanikisha matibabu yako, ama kwa kuanza angalau fedha itakayopatikana tuanze mara moja kipindi tunasubiri bima, na kama watu watakaojitokeza wewe uweze kufanyiwa upandikizaji. Kwa sababu naamini Watanzania ni watu ambao wenye moyo wa kuguswa, ni watu ambao hasa inapotajwa jina Mtanzania mwenzao huwa ni wazalendo sana kwenye kumsupport. Na sisi ni watu
wa utu wa Tanzania. Kwa hiyo hii naamini tukilipeleka watalipokea vyema na utafanikiwa inshallah. Asante sana. Labda kwa ambao watahitaji labda mawasiliano, labda amefanikiwa, labda anahitaji labda kuongea na mimi na napatikana hapa Ng'ong'ona. Ni Dodoma. Ni wilaya Dodoma mjini. Na kwa namba za simu naweza, ukiwa labda unahitaji kuongea na mimi, unaweza ukatumia namba ya Voda ambayo ni 0796353167. Na pia hata labda kama ukihitaji labda kwa ajili ya umefanikiwa chochote, unaweza ukanitumia tu kwenye namba hiyo ya Voda ambayo ndo 0796353167 na majina yatakuja Costa Rajabu Kipara. Sasa Watanzania wanaokutazama nafikiri watakuwa wepesi kuchangia kwako, lakini pia sisi tutahakikisha hii harambee, huu mchango tutafanikisha kwao. Kwa wale ambao wataguswa kutuma moja kwa moja watatuma kwako, lakini pia tutaweza kuandika namba zako za simu pale chini, namba inayopokea. Na kuna wengine watafikiri labda pengine labda anaweza akawa asipate msimamizi mzuri wa kufanya matibabu. Unajua wanadamu kila mtu ana perception zake. Kwa hiyo sisi pia tutaweka pale namba ya simu ambayo itapokea ili kwa ajili ya kusupport kwenye matibabu yako. Na iko kiasi tutakuja kukikabidhi, Watanzania watashuhudia kwamba tumekukabidhi kiasi cha matibabu na kila kitu. Sawa. Mimi nitashukuru sana kwa kweli. Ndio. Shukrani sana Costa. Asante pia.